wale ambao jana tulikuwa pamoja, tunaangalia ujumbe usemao mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza. Tawapitisha kwa haraka kidogo kwa wale ambao jana tulikuwa pamoja. Mzaliwa wa kwanza ni mtoto anayezaliwa kabla ya ndugu zake. Kibiblia, kitamaduni, na mara nyingi mzaliwa wa kwanza huwa na heshima, huwa na wajibu, huwa na haki maalum, hata kama ni urithi au haki ya kiongozi. Biblia imetaja wazi habari za mzaliwa wa kwanza ambaye Biblia inamuita alichaguliwa kuwa wa Mungu na aliitwa mtakatifu. Mtakatifu, mtakatifu. Alipokea baraka maalum, ni pamoja na habari ya urithi. Hapa tuliona habari za Yakobo, tuliona habari za Esau, na tuliona hata taifa la Israeli lenyewe linaloitwa mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka tena nipitie tena ya jana. Kuna vitu nimevuka katikati hapa, niruke tena. Habari ya maana ya kiroho. Maana ya kiroho ya kwanza, mzaliwa wa kwanza humaanisha utumishi, humaanisha wajibu mkubwa. Mtu aliyeokoka pia huitwa mzaliwa wa kwanza kiroho. Kwa nini? Kwa sababu huwa amejitenga na dhambi kwa ajili ya Mungu. Hii hutukumbusha kuwa baraka za Mungu zinakuja pamoja na wajibu. Mfano ulio hai tulipitia kwa sehemu habari za mzaliwa wa kwanza wa Adamu ambaye ni Kaini. Lakini kwa sababu ya maisha ya dhambi alipoteza haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo mtu kuwa wa kwanza haimaanishi kwamba ni bora zaidi. Anaweza akawa wa kwanza asiwe bora, ila akazaliwa wa pili au wa tatu au wa nne akawa bora. Kwa nini? Kwa sababu amejitambua kwamba yeye ni wa thamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu huzingatia uadilifu, utiifu, na wala sio nafasi ya kuzaliwa akiwa wa kwanza. Mungu anaweza kumchagua mtu yeyote kwa neema, si kwa mpangilio wa damu. Na mzaliwa wa kwanza anaweza akamaanisha kuchaguliwa, kutengwa kiroho kwa ajili ya Bwana. Tuliona habari za taifa la Israeli. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 22, habari za mzaliwa wa kwanza. Lakini pia katika kitabu cha Mwanzo ambapo Mungu anamwambia Farao, maana yake kama una ng'ombe, una mbuzi, kila aina mfugo ulio nao, kinachozaliwa kikiwa cha kwanza sio cha kwako, ulitakiwa kukileta mikononi mwa Mungu. Kimezaliwa kikiwa cha kwanza, hicho ni mali ya Mungu, sio cha kwako. Hiyo ilikuwa kanuni hivyo. Na hata mtoto aliyezaliwa akiwa wa kwanza, kumbuka habari za Samueli wakati wa Ana aliamua kumwambia Mungu, utakaponipa mtoto, hata asipokaa nyumbani nikamlea nikampakata mimi, hata majirani wasipojua, lakini kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza, akae nyumbani mwa Bwana kama mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo Biblia ilikuwa wazi, kila aliyezaliwa akiwa ni mtoto anapelekwa nyumbani mwa Bwana, anakaa hekaluni. Na kama asingekaa hekaluni, unatakiwa kumlipia fedha za fidia, unamkomboa tena, kwa kuwa ni mzaliwa wa kwanza, umerudi naye nyumbani. Lakini kumbuka, umenunua, sio wa kwako. Lakini kwa viumbe ukitoa, umetoa, haupaswi kukikomboa. Huo ndio uzaliwa wa kwanza. Na ndio maana
Yesu alipelekwa na kila kiumbe kilipelekwa, lakini kwa Agano Jipya ndio maana tukienda kuleta mavuno hatuleti cha kwanza, unaleta chochote ulichoona kinakufaa wewe unakileta. Na ndio maana hata sisi wengine ambao ni wazaliwa wa kwanza hatujatolewa sadaka kwamba tukombolewe tena, kwa sababu yule aliyejitoa msalabani ambaye ndiye mzaliwa wa kwanza aliwanunua wazaliwa wa kwanza wote, aliwafidia wazaliwa wa kwanza wote, aliwakomboa wazaliwa wa kwanza wote. Hata aliyezaliwa akiwa wa saba na yeye ni mtakatifu, aishi kitakatifu, kwa sababu mtakatifu amewakomboa kila mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa mwisho, ili sote tuwe watakatifu. Hakuna cha wa kwanza wala wa mwisho. Hata wanaorithi kimila na kitamaduni, wa mwisho anaweza kupewa nafasi kama wa kwanza kwenye maisha ya imani. Hata wewe ni mzaliwa wa kwanza, ukiishi maisha ya utakatifu, Baba wa mbinguni anakupa haki sawa na yule aliyezaliwa akiwa wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Pointi hiyo kidogo lakini nzuri zaidi. Haleluya. Wengine wanatafsiri vibaya na kugeuza mafundisho haya kuwa ya kichawi au ya ukoo badala ya kuwa kiroho. Kanisa la leo tunaitwa kurejesha maana halisi ya mzaliwa wa kwanza kama wito wa utakatifu, wito wa uongozi katika ufalme wa Mungu. Kumbuka, kukaza mafundisho ya mzaliwa wa kwanza na kurejesha roho ya uongozi, utakatifu na urithi wa kiimani ndani ya familia za Kikristo ni wito wa kujitambua kama watoto wa Mungu walioitwa kutawala kwa haki na wala si kiburi. Mzaliwa wa kwanza huwa wa pekee. Hivyo katika ulimwengu wa roho, wewe unatambulishwa kuwa wewe ni pekee. Wewe unatambulishwa kuwa wewe ni mtu muhimu. Wewe unatambulishwa kuwa ni mtu maalum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuoneshe mwanga wa Kristo katika giza hili la dunia. Ishi maisha safi mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu wote. Ongoza wengine kwa mfano, tena mfano wa upendo na mfano wa unyenyekevu. Hii ni pamoja na kukubali mapenzi ya Mungu zaidi kuliko mapenzi binafsi. Mwenye huruma anayejitoa kwa ajili ya wengine kama Yesu ajitoe kama mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza si kwa kujitukuza, ni kujitoa, ni kuonyesha Mungu wa Kristo katika giza hili. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ya sasa imejaa tamaa, imejaa kiburi na tamaa ya mali, lakini tujue mzaliwa wa kwanza kiimani haongozwi na hayo, anaongozwa na Roho wa Mungu. Ni wakati wa kanisa na familia za Kikristo kurudisha nafasi ya kiroho ya mzaliwa wa kwanza. Watu ambao wanaweza wakasimama kwa imani, hawa wataongozwa na upendo katika kutetea haki na katika kutetea upendo. Wito kwa waumini wa kanisa la sasa, tunaitwa tujitambue kwamba sisi sote ni wazaliwa wa kwanza. Sisi sio watu wa kawaida. Sisi sio watu wa kawaida. Ni watu maalum kwa wakati maalum aliyokusudia Mungu wetu. Maana sisi ni wazaliwa wa kwanza. Nikumbushe hili. Ishmaeli ni mtoto wa kwanza katika kiuno cha mtumishi wa Mungu Ibrahimu. Ni mtoto wa kwanza. Angeweza kupata haki zote za uzaliwa wa kwanza, lakini kiimani haimtambui Ishmaeli, inamtambua Isaka. Kuzaliwa wa kwanza
inaweza isiwe sababu ya kupata haki ya uzaliwa wa kwanza akapata mtu mwingine ambaye amejitambua na ni wa ahadi. Tusiishi kama watu wasio kawaida, bali tuishi kama watoto wa Mungu. Tunaitwa kwa viongozi wa kiroho, waombezi na mashahidi wa kweli. Tujifunze kutoka kwa Bwana Yesu ambaye ndiye mzaliwa wa kwanza, ambaye alitumika kwa upendo na unyenyekevu. Mzaliwa wa kwanza ni yule anayemruhusu Kristo aishi ndani yake. Huyo ndiye mzaliwa wa kwanza. Kasema kidogo. Mzaliwa wa kwanza ni yule anayemruhusu Kristo kuishi ndani yake. Hivyo tuishi maisha yanayodhihirisha uongozi wa kiroho, utakatifu, upendo, na Mungu atupe neema ya kuwa mfano bora kuanzia kwenye familia, katika kanisa na katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa mzaliwa wa kwanza ana haki ya pekee, ana thamani ya pekee. Lakini hebu niulize tena swali. Nani mzaliwa wa kwanza hapa? Kimwili. Mtoto wa kwanza kuzaliwa. Kumbe ni watu wengi. Somo hili nilikuwa na watu wengi. Yaani wazaliwa wa kwanza wanazidi watu. Aliyezaliwa akiwa wa kwanza kiimani. Amen. Lakini kuna watu ambao wana umri mkubwa, lakini unashangaa umri wao hamna lolote. Simama tuombe. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo ninasogea mbele yako. Ninakuomba unifanye mimi niwe mzaliwa wa kwanza. Kiroho. Niwe mzaliwa wa kwanza. Kiimani. Niwe mzaliwa wa kwanza. Kifamilia. Niwe mzaliwa wa kwanza. Kwenye kanisa niwe mzaliwa wa kwanza.